Unakaribishwa uweze kufatana nasi kwenye kipindi hiki cha redio. Karibu sana, fatana nasi ili kupata habari. Tunakuomba uweze kuwa nasi eneo yote ambako uko. Tunategemea unatufuata ukiwa ndani ya DRC na wengine wakiwa pembezoni mwa DRC na wengine wakiwa na umbali mrefu wa DRC. Endelea kututega sikio ili kupata habari kuu ambazo zinazidi kutuelimisha na kutupatia habari na ufafanuzi wa maendeleo ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi sana hapo mashariki ambako hali inazungumziwa kwa tete kutokana na mashambulizi ambayo yanazidi kufanywa mara kwa mara. Tutakuwa humo humo ndani ya Kivu Kusini, ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali imeweza kuwa tete katika siku mbili hizi ambazo zimeweza kupita, kuanzia tarehe moja hadi leo tariki 3. Hali inazidi kuwa mbaya kutokana na vita ambazo zinazidi kufanywa katika eneo hilo. Pia tutaweza kuzungumzia hali ya uharibifu ambao uliweza kufanywa na mafuriko ndani ya mji wa Uvira, ambao mto wa Kalimabenge uliweza kusababisha uharibifu mkubwa. Uharibifu huo tutaweza kuzungumzia na tutazungumzia pia chanzo kikuu cha mafuriko hayo. Kuachana na hali ya Uvira, pia tutaweza kwenda ndani ya mji mkuu wa Kinshasa, ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kutangaza kuweza kuwabana wahuni ambao waliweza kufanya kitendo cha uhuni kwenye kanisa la Wakatolika, na wahuni hao wako katika mikono ya serikali na hivi karibuni wataweza kushughulikiwa kama vile sheria inavyosema. Hivyo endelea kuwa nasi ili kupata habari zote hizo. Kwa hiyo acha tuanze kufafanua habari moja kisha nyingine. Tuzungumzie basi mapigano ambayo yaliweza kulamuka katika eneo la Kajeje kaskazini mwa Bukavu ndani ya Kivu Kusini. Eneo hilo la Kajeje ni eneo la kimkakati ambako mapigano makali sana yameweza kuamka kati ya vikosi vya wazalendo wanaoshirikiana na FARDC dhidi ya vikosi vya waasi wa M23 wanaoshirikiana na nchi ya Rwanda. Eneo hilo la Kajeje linajulikana kuwa katika karibu tu na hifadhi au parki nationale ya Kahuzi-Biega. Eneo hilo liko tu karibu na hifadhi hiyo takriban kilomita 5 tu, na hivyo hali hiyo imeweza kuzua hofu kubwa kwa wakaaji wa eneo za karibu na Kajeje na wakaaji wa eneo za Bukavu wameweza kuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na mapigano hayo ambayo yaliweza kuamka kati ya vikosi hivyo viwili. Licha ya makubaliano yote ambayo yanazidi kufanywa Montreal ndani ya Swisse na pia Washington ndani ya USA, bado hali inazidi kuwa tete katika eneo hilo. Hizo ni habari kuu za kutoka hapo Kajeje ambazo tulikuandalia kwa siku ya leo. Acha basi tuhamie katika eneo la Kabare ndani ya mkoa wa Kivu Kusini katika kijiji cha Lwiro, ambako jana tariki 2 kumeweza kuamka mapigano makali kati ya vikosi vya FARDC ikishirikiana na wazalendo wakizidi kupambana dhidi ya vikosi vya waasi wa M23. Kutokana na habari ambazo tumeweza kupata katika eneo hilo, mashambulizi hayo yameweza kuzusha hofu miongoni mwa wakaaji na wengine kuweza kufariki kutokana na woga. Wanafunzi, walimu, walimaji na watu wengine ambao walikuwa wameshaanza shughuli zao katika eneo hilo wameweza kukumbwa wakijificha katika eneo ambazo si salama kwa maisha yao. Acha basi tuzungumzie kwa undani kuhusu habari hiyo ya vita hiyo. Asubuhi tu na mapema karibu na saa 1 asubuhi, vita kali imeweza kuamka kati ya vikosi hivyo viwili, M23 ikishirikiana na Rwanda kupigana na vikosi vya wazalendo. Hali hiyo imeweza kuzua hofu na wakaaji wengi waliweza kuamua kujificha. Wanafunzi shuleni, kwa kuwa zile zilikuwa ni saa za masomo, wanafunzi shuleni walijikuta wakijificha ndani ya darasa zao wakilala chini ili kuona kuwa ulinzi wao unaweza kupatikana, na pia
wa mama wa baba ambao walikuwa katika sehemu zingine waliweza kujikaza kujificha ili kukidhi maisha yao ili kuweza kujilinda kutokana na vita hizo. Na pia kuna uharibifu ambao uliweza kufanywa na baba mmoja wa umri wa miaka 50 ameweza kufariki dunia nyumbani mwake baada ya kupatwa na mshtuko wa ghafla ambao ulitokana na mlio wa risasi ambao uliweza kudema karibu na nyumba yake. Kwa mujibu wa habari ambazo tumeweza kuzipata za ndani, inaelekea kuwa baba huyo ambaye alikuwa anaishi katika mtaa wa Kamatete katika kijiji cha Kahungu aliweza kupatwa na hofu kubwa na hivyo aliweza kufariki dunia kutokana na bomu hiyo kuweza kudema tu nje ya nyumba yake. Hiyo ilikuwa ni habari ya kusikitisha kwa familia yake kwa kuwa hawakuwa wanategemea hali hiyo kuweza kujitokeza katika eneo hilo. Acha pia tuzungumzie kuhusu hali ambayo imeweza kujitokeza ndani ya mji mkuu wa Kinshasa ambayo imeweza kuzua hofu na kuweza kufanya maaskari waweze kuhakikisha ikiwa wana nguvu kwa kuweza kupingana na ukatili. Vijana watatu ambao ni wakatili waliweza kuingilia eneo ambayo hawakustahili kuingia. Ni eneo gani hiyo? Acha tukupe habari hiyo. Vijana watatu waliodhaniwa kuwa ni wezi waliweza kukamatwa katika eneo la Kinshasa na polisi wa nchi hiyo, na waliweza kukamatwa siku moja tu baada ya uvamizi uliofanyiwa katika eneo au nyumba ya padiri wa patrikia ya Wakatolika ambao waliweza kuingilia katika eneo hilo katika manispaa ya mji wa Kinshasa, manispaa ya Kimbaseke. Kwa mujibu wa vyanzo ambavyo vimeweza kupatwa, padri huyo aliweza kujeruhiwa vibaya na pia aliweza kushambuliwa kwa kutumia silaha. Hiyo iliweza kufanya hali iweze kuwa mbaya sana na iliweza kufanya wasiwasi katika mtaa wa Biyela ambako ni ndani ya manispaa ya Kimbaseke ambako mashambulizi mawili ya kutumia silaha yameweza kuripotiwa katika siku ambazo ziliweza kupita, na hivyo iliweza kufanya watu waweze kuwa na woga kwa kuwa ilikuwa ni ndani tu ya mwezi mmoja. Shambulio la karibuni liliweza kutokea katika usiku wa kuamkia Ijumaa iliyopita, na wakati watu wenye silaha walipoingia kwa nguvu katika nyumba ya mapadri wa patrikia ya Saint Theophile, na wakati wale majambazi waliingia huko waliweza kusababisha madhara makubwa. Mashuhuda wanasema washambuliaji hao walimpiga na kumjeruhi vibaya padri mmoja wa kanisa la Katolika kabla ya kutoroka katika kiasi kinachokadiriwa kuwa faranga milioni 16 za Makongo. Ni kusema waasi hao au vikosi vya majambazi hao waliweza kuingia ndani ya nyumba hiyo na kuweza kumpiga padri huyo na kuchukua hela kutoka kwake kiasi cha faranga milioni 16 za Kikongomani. Kutokana na hali hiyo ya usalama mdogo, uporaji na wizi, kamanda wa kituo cha polisi cha mtaa huo wa Biyela ameweza kuomba kuongezwa kwa askari pamoja na vifaa vya kazi ili kuhakikisha usalama katika eneo hilo na kuweza kuwalinda wananchi. Padiri huyo ambaye alijeruhiwa amelazwa katika kituo cha afya cha eneo hilo ambako anaendelea kupata matibabu aliweza kupata matibabu ya haraka na hivyo anazidi kutibiwa ili kuweza kumrudishia hali yake ya kawaida. Ile ilikuwa ni habari kuu ambayo tumeweza kuipata kutoka ndani ya mji mkuu wa Kinshasa ambako watu wanazidi kufanya ukatili, na hivyo ukatili huo wanazidi kufanya kwa raia ambao hawana hatia yoyote.
Tuzungumzie pia kuhusu uharibifu mkubwa wa maji ambao uliweza kutokea katika mji mkuu wa Uvira ndani ya Kivu Kusini, ambako kumeweza kunyesha mvua kubwa na kuweza kusababisha mafuriko makubwa, na mafuriko hayo yaliweza kufanya uharibifu wa manyumba na kuweza kufanya watu waweze kupoteza makazi yao na kupoteza ndugu zao. Kama tu vile tunavyojua, mwezi wa 4 ni mwezi ambao mvula kali zinanyesha ndani ya Kivu Kusini na eneo zingine mbalimbali. Sasa mvua hiyo imeweza kusababisha kuvimba kwa maji ya mto wa Kalmabenge, na hiyo iliweza kusababisha maji kushuka kwa kisindo na kasi kali na kupita katika eneo ambazo tayari zilikuwa zikijengwa kwa wingi na watu wengi walikuwa wakiishi huko. Sasa maji hayo yaliweza kuteremsha manyumba na watu fulani waliweza kupoteza maisha na wengine waliweza kupoteza mali zao. Kama tu tunavyojua, ndani ya mji wa Uvira ni mji ambao unajikuta chini ya milima, na hivyo kama inavyojulikana, chini ya milima maji ambayo yanatokea huko kwenye milima yanakuja na kishindo kikubwa, na hivyo kusababisha uharibifu mkubwa. Sasa imejulikana kuwa zaidi ya nyumba 100 zimeweza kuharibika na kuweza kupoteza kila kitu ambacho kuwa ndani yayo, na kama tu taarifa tulizopata, watu 4 wameweza kusemekana kupoteza maisha, na wengi kati yao ambao waliweza kupata majeruhi wako katika vituo vya afya ili kuendelea kupata matibabu, kuona ikiwa maisha yao yanaweza kunusurika. Sasa zile zilikuwa ni habari kuu ambazo tulikuwa tunakuandalia kwa siku ya leo. Sasa ili kutuonyesha ikiwa unaungana nasi na unaandamana nasi katika safari yetu ya kuzidi kukuletea habari, basi uweze kujiabone au kusubscribe na kushare, pia kukomenti, ili utujulishe unatufuata ukiwa eneo gani, na utuambie ikiwa unatufuata hadi mwisho. Asante kuwa pamoja nasi, acha basi tukutanane wakati ujao.